Tusingekuja kweli, ile video ilikuwa inatembea mtandaoni kwamba hatuleti timu Hapana, sisi tunaishi kwenye maadili na miiko ya soka, tunafahamu nini tunafanya. Mpira sio kitu serious sana kama watu wanavyochukulia. Unajua Yaani huwezi kuwa serious kwenye maisha ya mpira. Hivyo, yani lazima kuna muda muenjoy, mfurahi, swau mkali na nini. Kwa hiyo tulikuwa tunaenjoy, tunafurahi. Ndio hivyo ikawa imetokea, lakini sio kwamba tulikuwa tuko serious. Hapana, tungekuwa tutaki kucheza maana yake tusingekuja Dodoma. Kwa hata kama ingetokea vitendo vya kuzuiwa kufanya mazoezi, bado sisi tungecheza. Of course tungecheza mechi, lakini hata kama tungezuiwa sisi tungecheza, lakini wenzetu wenyeji walikuwa waungwana, walitupokea, tuliwakuta wanafanya mazoezi, baada ya sisi kufika wakatupisha tukafanya mazoezi na leo tumecheza mechi. Watu wametafsiri tofauti ile kauli ambayo ilitoa ile video. Wewe umefanya kama for fun, lakini kuna watu wanasema labda umetokea kama umekuwa kwa underrated Simba, lakini pia kingine ni kama mechi usiuze sana, ni kama kuishusha, kutokuuza mechi kwa mashabiki, wakati wengine pale taharuki, wengine wasitokee uwanjani. Sidhani kama kuna mtu alipata taharuki. Hata wewe nilivyokuwa na tunaongea, ukiona tulikuwa tupo kwenye in joke. Umenielewa vizuri. Kwa hiyo labda huyo shabiki asiwe shabiki ambaye anajitambua, labda awe ana lake, lakini mmeona watu wamekuja na sisi pia tumekuja, tumecheza mpira na unajua unapofanya kitu kwa kujifurahisha wewe, maana yake ni kwamba kwanza lazima uende kwenye peji za Dodoma Jiji. Wameweka kwamba hawatokuja, hakuna. Kwa msemaji amesema hatokuja, amepost kwenye peji yake, hakuna. Hasa nini kinakufanya usije uwanjani? Kwa kama nilivyosema, ilikuwa ni sehemu ya kufurahi sisi kama club, sehemu ya kujifurahisha, tunacheka na wenzetu. Umesikia pale Meki alikuwa anacheka na Matola na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo it was a normal situation. Yeah. Asante.